Ukiona dalili hizi, basi tambua tumbo lako linazidi kuteseka bila wewe kufahamu, na wengi wameendelea kuteseka kwa muda mrefu. Mara zote unahisi tumbo lako linaunguruma, tumbo lako linajaa gesi, lakini pia tumbo lako linakuwa na kiungulio, unapata kiungulia kikali tumboni. Hiyo ni dalili ya madonda ya tumbo. Lakini namba 4, unaweza kuwa unahisi hamu kabisa, hauna kabisa hamu ya kula, muda wote tumbo lako limevimba, yani hutaki kula kabisa na ukila kidogo umeshiba. Ni changamoto ya vidonda vya tumbo. Lakini pia pengine huwa anapitia hali ya kuhisi kula, yani umekula umeshiba lakini bado unasikia njaa. Hii inatokana na aina ya vidonda vya tumbo ambavyo uko navyo, ambavyo tuna aina 3 za vidonda vya tumbo. Lakini namba 4, dalili nyingine ni kushida kwenye choo. Pengine unapata choo kigumu, haupati choo, na pengine ukipata choo cheusi kama rami, lakini pia choo unakuta choo unapata kinakuwa cha utepetepe. Ni dalili za vidonda vya tumbo na changamoto ya matumbo. Sasa kama unapitia dalili hizo, basi hakikisha unapata tiba yenye zinki inayosaidia kukausha madonda. Ni ngumu sana kupona kama tiba yenye zinki ambaye inaenda kukausha madonda. Ndio maana tunaendelea kuteseka kwa muda mrefu. Kama unapitia changamoto hiyo, niandikie neno vidonda kwenye comment au kwenye WhatsApp group. Lakini pia baada ya hapo nitakupa bonus ya michanganyiko 3 ambayo utaifuata. Hiyo itakusaidia kupunguza changamoto za madonda ya tumbo ili uweze kupata uponyaji. Kama bado unateseka, andika neno vidonda vya tumbo ili uweze kupata msaada zaidi. Karibu.